ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tumtukuze Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuinue jina lake. Jina lake ni jina kuu. Jina lake ni ngome imara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumuinue Yesu. Tumuinue Yesu. Tumuinue Yesu. Haleluya. Alituma kwa mfano wake ili tumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Tusipotee kwa nasa za ulimwengu. Tusipotee na mambo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Tukaendeza injili ya Mungu. Tukaweza kurithi ufalme wa mbinguni. Sema haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Amen. Inapendeza sana. Haleluya. Kipindi imesalia. Tuinuke sote kwa heshima. Tukaweza kukaribisha baba yetu. Karibu. Shamba la vigelegele na makofi. Shamba la vigelegele. Shamba la vigelegele. Haleluya. Hamujambo. 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 Habari zenu basi. Haleluya. Wacha tumpigie Yesu kwa vipindi vyote vilivyopita. Ongeza makofi ya vipindi vilivyopita. Kwanza mimi nimefurahi bana. Mimi nimefurahi. Hebu mpigieni Rita makofi mazuri. Yes. Makofi na Rachel. Makofi ya Esther. Makofi ya Asha Ziweti. Mungu akubariki sana. Hawa ndio vijana wetu ambao Mungu ametubariki nao katika kanisa hili. Mungu ameweka huduma ndani yao mpaka wakaamua kutulisha siku ya leo. Takikana muwe vijana wa faya. Ombi langu ni muwe vijana wazuri waliojaa upendo, umoja na uaminifu, na neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Vijana ni nguvu, sio nguvu ya kuangushana, ni nguvu ya kuinuana. Amen. Ukiwa kijana mahali popote, kuwa na nguvu ya kuinua mwenzako, usiwe na nguvu ya kuangusha mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. So nimefurahi hizo ibada, sisi zimeenda vizuri. Hata Rita ametuprograma vizuri, hata amen. Amenikumbusha ka praise kingine tulikuwa tukijaribu kule kisima. Amen. Tulikuwa tunakapenda sana. Amen. So Mungu awabariki na Mungu afanye kazi nzuri zaidi ya vile ambapo, yani yatakikana kesho kutwa isionekane hivyo, iendelee. Angalia, kwa huduma ya Mungu haina kipimo cha umri. Mmenisikia? Mmenielewa? Kwa huduma ya Mungu haina kipimo cha umri. Mungu anaangalia roho zilizo na haki na azitumie kwa ajili ya kuwalisha watu. Ukiangalia pale, Daudi alikuwa mdogo sana. Haleluya. Lakini Mungu alimpatia roho ya kwenda kuua Goliathi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usijiangalie udhaifu wako, na katika huduma haangalii wingi wa baraka za mamali, anaangalia baraka ya uzima ndani yako. Haleluya, amen. Na hiyo ndio huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimefurahi, nimependa na nitazidi kuwapenda na Mungu azidi kuwainua. Hivi huwa anasema hivi. Unaona hapa Jerusalem Fire Church, the place of the Holy Spirit. Amen. Kitu kitakacho kung'oa hapa, kitu kitakacho kuangusha hapa, eda mdomo wako ama mawazo yako ama matendo, lakini kwa huduma ya Mungu haung'oki. Umeelewa? Kwa kazi ya Bwana haung'oki, lakini midomo utang'oka. Umbea utakung'oa, fitina zitakung'oa, kusikiliza watu utakung'oa, kusikiliza wabaya itakung'oa. Lakini ukiwa katika njia ya uaminifu utaendelea sana na utapanuka sana. Nataka nikueleze ni kitu gani kinachoamua chachi watu. Si mnataka kujua hiyo? Kuna yule wa kung'oka na kuna yule wa kung'olewa. Mmenielewa? Iko kwa kitabu gani? Zaburi 125. Haleluya. Nataka usome, kuna mstari hapo, ukifika wa 5 utakuwa unazungumzia mambo mazuri ambayo utaanza kuyajua. Haleluya. Amen. Kwa sababu vitu vingi sana vimeandikwa katika maandiko, but sisi tunaenda kinini? Achueni kiroho. Haleluya. Amen. Niliwaambia maana bado hiyo haijakubali. Maana ya kwa nini Adamu alitolewa katika bustani ya Edeni. Mkinipatia muda nitawafundisha mpaka saa 7. Haleluya. Amen. Amen. So wacha tugusie hii na Mungu akabariki. Baba, ulibariki neno kama ulivyolibariki, na ukaona ni vyema uliandike katika maandiko, na ndio maana kinaitwa kitabu kitakatifu. Baba, ni mioyo yako hii, hakuna moyo wa mwanadamu hata mmoja. Ni mwanadamu kimwili, lakini katika roho ni zako. Baba, ukaweze kuwahudumia mwenyewe, maana John hawezi kuwahudumia hawa isipokuwa Roho wako ambaye anaweza kuwahudumia wote, atakayewaambia ukweli. Bwana, wacha Mungu kanene yaliyo yako katika mioyo yao, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Asante sana. Amen. Amen. Wacha tusikie hii. Unajua watu wengi hawajajua, lakini nataka niwajulishe leo. Amen. Amen. Hebu soma tu, soma. Nimekuanzia mwanzo, wasipendi kuanza katikati. Huwa napenda kuanza mwanzo vizuri. Statement mahali inaanzia vizuri ya. Kitabu cha Zaburi 125. Kuanzia mstari wa kwanza. Soma. Wamtumainio Bwana, alafu ni kama mlima Sayuni. Shawahi kuhubiri hii. Amen. Amen. Wanaomtumaini Bwana wanafananishwa na nini? Mlima Sayuni ambao hautatikisika. Unaona kwanza? Haleluya. Amen. Huyu mtu anamtumaini Mungu. Mungu anamfananisha na nini? Na mlima wa Sayuni. Mlima wa Sayuni ni mlima aina gani? Mlima uliojaa utukufu wa. Sasa uliojaa utukufu wa Mungu. Amen. Amen. Tunaona hata Musa zile Torati hakuandikiwa akiwa katika mahali pengine, zilienda kuandikwa alipoingia katika mlima. Amen. Haleluya. So mahali papo panapofananishwa na mlima, nilikwambia katika maandiko mambo mingi sana, nikakueleza hata jana kwa nini akafananisha mbuzi mkono wa kushoto na kondoo mkono wa kulia. Hebu tofautisha kati ya mbuzi na kondoo. Vijitabia ndio vinaweza fananishwa na nini? Na mbuzi. So tukaona tabia ya kondoo ni mpole, tabia ya mbuzi inakaa aje? Mtu asiyekuwa na adabu. Mbuzi, yani hata sikiza neno mbu, yani mbuzi. Yaani mbu. Lakini mwanadamu wa leo kitu kinachotoka mfano anakichukulia vile kilivyo. But si wewe mbuzi. Hata ulipoitwa wazao wa nyoka, babako hakuwa nyoka,
ni mwanadamu, lakini roho za nyoka zilikuwa ndani ya. Haleluya. Amen. Hivyo ndo tunatakikana tuwaelewe na tufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So ukifananishwa na mlima, mlima ni kitu kisichotingishika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani huwezi kwenda mwanadamu akautikisa. Hauwezi nenda ukatikise mlima. Mungu mwenyewe ndiye ana uwezo. Haleluya. Mungu mwenyewe ndiye ana uwezo wa kutikisa. Haleluya. Lakini mwanadamu nenda ukasukume mlima basi. Kautikise. Ule si mwembe, ule si mnazi, hata si mbuyu. Haleluya. Hata mbuyu mwenyewe unaweza kukushinda pako pande kule juu katikishe kitabu. Lakini hili likiwa limekita uwezi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. So mtu ambaye ameshika neno la Mungu ni ngumu sana kumtingisha. Haleluya. Mtu aliyemshikilia Mungu ni ngumu sana kumtingisha. Hata mtu mwanamke yoyote anayependa mume wake ni ngumu sana kumtoa. Labda hawa anatafuta sababu ya kuondoka hapa. Unajua mwanamke akitafuta sababu ya kuondoka si lazima atafute sababu kumtingisha. Yeye mwenyewe ndo anazitafuta. Haleluya. Yeye mwenyewe ndo anazitafuta. Leo anasema sipige ama nipige timambichi. Atanifanya nini? So mahali popote mtu anatafuta kwa sababu huwa hatafuti sababu kubwa, anatafuta hata ndogo. Anaweza kumwaga maji hiyo nyumba yote. Ndio kaza mbona nyumba ina maji kwa piga deki. Tunaniambia piga deki. Kwa wewe niguse uone kwa chapa kitayari. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So mtu ambaye anamtumaini Mungu. Haleluya. Napenda kusema hivi. Unaona wanaume? Wanaume wewe. Ukija ukiona mwanaume yote ameendelea sana. Na mke wake. Wana maelewano kati ya mwanamke na, lakini kama hakuna maelewano kati ya mwanamke na mwanaume, hakuna nini? Hakuna nini? Haleluya. Amen. Na unajua wanawake wazuri ni kidogo, lakini wanawake wabaya ni wengi. Na wanaume wazuri nao wanasema hakuna kabisa. Wapo. Ukikutana na yule mbaya ni wewe, lakini wapo. Kwa bahati mbaya ukapatana na mulusumu. Sisi si mulusumu. Wanaume mlio hapa ni mulusumu. Unakataa? Niulize mke wako. Maana mke wako ndiye anajua mulusumu. Haleluya. Maana ni pesa. So wako wanawake wabaya, wako wanawake wazuri. Siku zote mwanamke mzuri ukimpa sikio la wewe maelewano utaendelea. Atakutenganisha hata na marafiki. Unajua? Mwanamke mzuri, mume wake umtenganisha hata na marafiki bila kujua. Anakuuliza, yaani wewe unachikana na huyu. Huyu hakuna mahali utaenda, msikilize. Akikwambia hivyo msikilize. Kama hutasikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. So wanapotumania Bwana ni kama mlima Sayuni. Hata yule aliyeimba Sebina, nani aliimba hapo, aliyemsoma hapo. Akasema, wanapotumaini Mungu ni kama mlima Sayuni. Watatingishika kama milele na milele. Watatingishika kamwe. Amen. Kumbe wewe unajua nyinyi mnachezea huduma. Nimeona huyu binti, hebu njoo. Kuja. Hebu msikizeni huyu binti. Wewe nimekuwa pale mimi kazi yangu ni kusikiza vipawa hapa. Mimi hebu sikiliza huyu binti bana. Ya. Nyinyi chezeni na huduma. Mnaojisikia lakini huyu wajua vijana wa kiume wa hapa hawako serious na kile kitu wanafanya. Hata wanawake wachukue kila kitu. Baba sisi tunaelewa na wanawake. Haleluya. Wacha wanawake wabebe kila kitu basi. Hata wanaume naona wataolewa na wanawake safarini. Mkicheza mtaenda kutolewa mahali kwenu. Bila wabia mkicheza mtaenda kutolewa mahali kwenu. Atasema nimelipenda tu kwa sababu hili jitume lako nikilituma linaenda kunitokea maji. Wacha nikalitolewa mahali. Wabia mwingine anaweza kuweka mtu wa kuteka maji. Akaenda kutolewa mahali kwa sababu ya kuteka maji. Akorani asiishi nyumba ya maji kwa sababu yako wewe tu. Na siko ubaya. Hata ukiangalia saa hii wanawake asilimia kubwa
kazi nyingi zimechukuliwa na matukutuku, wanapeleka wana mabodaboda, wengine ni wana sijui. Kuna kazi moja tu hiyo ndo haiwezi, lakini wataiweza. Sitaongea ni kazi gani, wewe fikiria. Ngoja baraza. Ni wewe Bwana, ni wewe Baba, Baba, sema ni wewe Baba, wewe Baba, Yesu baba. Umesikia? Wajua mimi nikiwa pale, usinione niko pale tu. Niko pale kama CCTV ya kuangalia vitu vizuri, lakini sasa wewe angalia na nikatineja na kamefikia hiyo stage. Sasa tukikalea vizuri, unafikia huko mbele tutakuwa tunahitaji kweli mtu wa kubabanya. Yaani mazoezi tuwe tunaomba aya bana. Ukikosekana mtu, Mungu anatafuta mtu mwingine. Hapo hujawahi jua hiyo? Mungu halali wala hasinzii bana. Kama kuna kazi inahitajika Yerusalemu, atainua mtu mwingine hapa. Ukimkosea kama Adam alikuwa peke yake na akafukuzwa katika shamba la Edeni, alikuwa watu wangapi? Wawili peke yake. Na sasa hivi wako wangapi duniani? Wengi. Yaani huyu Mungu ukimkosea, amebeneza. Amen. Jiulize hilo swali. Kulikuwa hakuna watu wengi. Walikuwa watu wangapi? Wawili. Dunia nzima. Lakini hakuangalia watu wawili. Aliangalia ni nani anayenisikiliza, nani anayenitii. Na kwa sababu huyu ameikosa kunisikiliza, nitamtoa hapa. Mungu anaweza kukutoa mahali kwa sababu ya kiburi tu. Wajua, ukiwa na roho ya kwamba watu wengine hawawezi bila mimi, umeanguka, umefeli. Yaani wewe ni takataka. Wewe ni barafu yani. Wewe ni kinyago. Hadi usijihesabu kuwa wewe ni mtu, tunakuhesabu kuwa mtu mfano. Huyu. Umeona? Ndio. Umeona wenyewe, lakini sijawasumulia. Sasa wale wanaopatikana mazoezi, muleeni. Unasikia? Muleeni huyu. Mpeni nafasi pia yeye. Msimunyime nafasi, msimbague kwamba yeye ni mwanamke. Amen. Unajua hata kwa nyumba yako ukimbagua mke wako kwa bahati huyu ni mwanamke, tuanze niambia kitu, hautaendelea. Hautaendelea. Mimi hiyo jaribu hivyo kubague kuwa yeye si kitu hawezi kukwambia au uendelee. Yeye anaitwa msaidizi, anaweza kukusukuma akakusaidia. Wewe ukiwa fighter yeye atakusaidia kwa maombi, kwa ushauri. Amen. Sasa zingine akikasirika anakuambia wewe, si nakwambia kitu usikii. Sawa, utakuja kujionea. Na mwisho akichoka, akiondoka anasema yale niliyokuambia na yaondokea sasa, umeyapata. Huyo unajua kwa nini wanaume wanakuwa na kiburi? Wanasikiliza wake zao wakati wakiwa wagonjwa. Ndio mwana
Ngoja nikweke vizuri. Sawa. Sasa nasikiza kila kitu. Lakini akiwa mzima. Lakini akiwa anaumwa. Akapora baada maji na moto inapomoja. Sawa. Kuja uji. Haya. Katekucha kama anajua shauku mbaliza na kucha. Anakuchinja makusudi anasema pole kijembe kimeingia bana. Anajua huko bado ndio unanipiga. Chunga hata kama unanyolewa kile kichwa cha tu. Anaanza kuruza kama unampangua ngano. Kurara kama kusudi usiete. Uwe na kidonda nimesema kichwani. So mchuke. Hao wana dawa za kukuweza, wanakuangalia tu wakikuhurumia. Hawezi mshinda maarifa mwanamke akitaka kukuzima na kuzima mara moja sana. Wewe unakuhurumia wewe unaishi na mtu wako na kuona mjinga. Kumbe yeye ndo anakuona mjinga kabisa. So wanaomtumaini Bwana ni kama mlima wa nini? Hawatatingisika kamwe. Maliza. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hutatikisika wakaa milele. Kama milima inavyozunguka Yerusalemu. Ndivyo Bwana anavyozunguka watu wake. Ndivyo Bwana anavyozunguka nini? Watu wake. Endelea. Tangu sasa na hata milele. Endelea. Kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki. Unaona, unaambiwa fimbo ya udhalimu haiwezi kukudhuru wewe kama unatenda haki. Maliza, kuna mahali tu hapo nataka ufike. Wenye haki wasije wakainyosha mikono yao kwenye upotovu. Unakanywa. Kama wewe ni mwenye haki, unaambiwa usijiunge ama usinyoshe mkono wako mahali palipo na njia za nini? Watu wa nini? Maneno ya nini? Macho ya nini? Miguu ya nini? Haleluya. Amen. Bwana. Mungu wangu. Uwatendee mema walio wema. Alafu nao walio wanyofu wa moyo. Unaona, walio wanyofu wa moyo wanastahili kutendewa nini? Mema. Uwatendee mema wanaotenda nini? Wema. Unaona, mema yanakuja kwa sababu gani? Ya wema. Mema yanakuja kwa sababu gani? Wema. Haleluya. Amen. Endelea. Bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka. Sasa hapa haongei na watu ambao hawalikuwa hawajaokoka. Umesikia? Nataka uelewe andiko hili. Haongei na watu ambao hawajamjua Mungu. Wanaongea na watu wanaojua Mungu, yani wanaomtumainia Bwana, wanafaa wafananishwe na milima nini? Ya Sayuni. Sasa ikifika wakati hawa watu waache ile njia ya Mungu. Wanajua haki ya Mungu iko hivi. Wanajua waliambiwa usilipize baya kwa baya. Waliambiwa ya kwamba watende mema. Haleluya. Lakini waache yale matende mema, waanze kujifanya, yani waanze kufanya uovu. Yani kugeuka njia za, yani kugeuka inamaanisha ya kwamba ulikuwa unaenda vizuri. Ulikuwa unapeleka huduma. Ulikuwa unapeleka ndoa yako. Ulikuwa unapeleka kitu chochote vizuri. Lakini ulipoanza kugeuka, maombi pia nayo yakaanza kugeuka. Mawazo pia nayo yakaanza kugeuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Endelea. Bali wao wanaozigeukia njia zao zilizopotoka, Bwana atawaondoa pamoja na kitu. Unaona, pamoja. Hao si kwamba wako peke yake, ni kakundi, yani kama chama cha kwaya. Kuna kwaya ya waovu. Unajua kwaya waovu na nani? Wanajitenga yani. Wao ni waaminifu sana kuliko watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mungu anasema kwa sababu wanasumbua wengine,
wanavunja mioyo wengine, wanaharibu huduma za wengine. Amen. Mungu anasema sasa si kazi ya John, sio kazi ya wazee wa kanisa, Amen. Sio kazi ya waombezi. Sema atawaondoa pamoja na wale waovu. Kwa hivyo kumaona mtu ametoka kanisani, baadhi ya watu 2, 3, 4, 5, waache Mungu mwenyewe ndiye amejua hao watu tabia zao. Sasa unaelewa hiyo? Ndio. Kwa sababu before aondoke kuna wengine tayari alikuwa shawaambukiza. Sasa wewe ukiongea hautasikizwa kwa sababu huyu mwingine ashambuki. Nataka uelewe. Kwa hivyo sio pasta leo ndoa watu. Kulikuwa kuna watu hapa tulikuwa na wao. Wapo? Nyinyi ndio mliwaondoa? Hapana. Waliondolewa na nini? Na ya kuchangaza ukitoka chachi hautasema kile kilichokuondoa. Unajua hivyo? Unaenda kubadilisha topic nyingine ili uonekane wewe ni mzuri. Tena utaitengeneza vizuri. Lakini kumbe sisi. Sikiliza hii neno. Sikiliza hapo mwisho. Sikiliza vile utaambiwa. Ukiondoka kumbe kuna wengine watapata nini? Amani. Sikiliza. Bwana ataondoa pamoja na watenda maovu. Baba, si baba wanaondoa na watakatifu. Si baba wanaondoa na wanaotegemea Mungu. Si baba wanaondoa na wanao muabudu Bwana katika roho na kweli. Hata wale waliosikilizwa walikuwa na roho gani? Ya uovu. Haleluya. Amen. Sasa uovu na uovu ndio walikuwa wanasikiliza. Lakini mtakatifu alijitenga na ile kundi. Yeye atabaki. Amen. Haleluya. Amen. Yeye atabaki nini? Atabaki. Lakini waovu wataondolewa. Kwanza walikuwa wanaangamana na walikuwa wanapendana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Endelea. Bwana ataondoa pamoja na watenda maovu. Bwana ataondoa pamoja na watenda maovu. Amani ikae na Israeli. Ili amani ikae na nini? Na Israeli. Sasa wewe kama unajua ukikosesha watu amani saa zote, wao wanakumbuka uovu wako ama maneno yako. Biblia inasema hiyo ghadhabu utakayopata ni kubwa. Umesikia sasa? Kwa hivyo silamu yule pasta uliyetoka kwake. Haleluya. Amen. Maana najua hata kama pia utatoka. Amen. Amen. Sikuna waliookoka kwa hii kanisa ambao walikuwa hawajamjua Mungu kabisa, ni mara yao ya kwanza waje waenda kanisani. Ni wangapi? Hebu niwe mkono. Walikuwa hawajaenda kabisa kanisani. Afadhali nimepata kondoo kumbe. Sasa hizi zangu nilizivuna mwenyewe. Mungu aliniletea. Na wale waliotoka makanisa mengine. Edua. Amina. Haleluya. Kwa hivyo ukiletwa na Mungu, amen. Ukimtumenia Mungu, Mungu anakufanisha na mbona hapo kwa kuondolewa umesema kidogo. Ili wengine wabaki kuwa na amani. Kwa sababu Mungu anapenda nini? Amani. Kanisa liwe na amani. Huduma iwe na amani. Watu wa Mungu wawe na amani. Sasa kuondoa mtu kanisani ni roho yake mbaya, pamoja ameshirikishwa na mawazo gani? Mabaya. Umenielewa? Ameshirikishwa na mawazo gani? Mabaya. Sasa katika kushirikishwa ile mawazo mabaya ndo amekuwa mbaya pamoja na hao. Sasa Mungu naye anasema sitakuondoa wewe peke yako, nitakuondoa pamoja na walioshiriki. Kwa sababu gani wanaondolewa? Maana watakuwa wanawasiliana wakiwa hapa. Si ndio? Wanafanya nini? Wakikutana jamaa, bado uko pale pale wewe. Anasema nipo tunawaletea ujumbe.
Kumbe yeye ni ripota. Traffic. Amen. So mtu akitoka church, John hajahusika. Wataweka tu John, wataweka tu Monica, wataweka tu Muli, wataweka tu nani, lakini ni ubaya wake. Kwa sababu yeye kama angelikuwa mlima wa Sayuni asingefanya nini? Asingetikisika. Imeisha hapo. Imeisha hapo. Amen. Sasa ukitoa sadaka, toa sadaka za kuwa hautatikisika na Mungu akakubariki.